tunaishi kwenye wakati mzito. Yule ambaye ulimuona ana heri ukamwamini, huyo ndio ambaye anakuja kukuumiza. Yule ambaye ulimuona ni mcha Mungu ukamweka karibu yako, huyo ndiye ambaye anakuja kukuumiza, ndio ambaye anakuja kukuangusha. Mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tumefika kwenye zama ambazo nifaqi imekuwa ni ya kiwango cha juu, unafiki umekuwa mwingi sana. Kuna wale ambao wanaudhihirisha uzuri kwa macho ya binadamu, lakini nafsi zao zimeoza. Vipi tutajua wale ambao wanafaa kuwa marafiki zetu? Kwa sababu mambo yamekuwa ni mazito sana. Najua kuna wengi humu katika hii masjidi ambao mmeshakutana na majanga mengi. Kuna wale ambao wamepigwa vipigo na marafiki zao, kuna wale ambao wamepigwa vipigo na ndugu zao ambao waliwaamini wakasema, huyu ni ndugu yangu, namsaidia kwa ajili ya Allah, au naishi naye kwa ajili ya Allah, lakini yeye nafsi yake yuko kwingine, haipo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa utamjuaje yule ambaye anayefaa kuwa kwako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala ametupa vipimo. Rabbul Izzati wal Jalal anasema, walmu'minuna walmu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd, na waaminifu wa kiume pamoja na waaminifu wa kike, hawa watu wana undugu, wana mapenzi baina yao. Bimaana Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kuwa waaminifu wana mapenzi baina yao, waaminifu wana undugu wa kweli baina yao, wananusuriana, wanasaidizana, wanastiriana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kipimo Allah anakileta, anasema ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, wanaamrishana mema na kukatazana mabaya. Unajua kwa nini tunaumizwa sana na watu ambao tuliwaamini? Kwa nini tunaumizwa sana na wale wa marafiki ambao tuliwaweka karibu? Ni uchukua mzani wa Allah tukauweka pembeni, tukachukua akili zetu na fahamu zetu ndio ikawa mzani wa kuchagua ni nani ambaye anafaa kuwa rafiki yako, ni nani ambaye anafaa kuwa karibu yako. Mzani wa Allah ndio huyu, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, wanaamrishana mema na wanakatazana nini? Na wanakatazana mabaya. Waaminifu wana sifa ya kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Wewe mwenyewe ndiye ambaye ulianza kujikosea. Kuna wale ambao wanatukosea kwenye maisha, sisi wenyewe ndio tulianza kujikosea. Tulipowasogeza karibu yetu, hatukuwasogeza kwa ajili ya dini, tuliwasogeza kwa ajili ya dunia, tuliwasogeza kwa ajili ya maslahi ya kidunia. Na ndio maana yalipotokea tunaanza kulaumu, na wakati haya ambayo tunayapata leo ni yale ambayo tuliyachuma kwa mikono yetu sisi wenyewe. Ulimsogeza kwa ajili ya maslahi ya dunia, tambua hiyo dunia ndio ambayo itawatenganisha. Ulimfanya kuwa ndugu yako, rafiki